Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watanzania wenzetu, umoja wenu wa maimamu na walimu wa madrasa, leo tarehe 11 mwezi wa 3 2026 sawasawa na Ramadhani 21, tuko katika wilaya ya Mafia au katika kisiwa cha Mafia, nikiwa na shekhe wa wilaya hapa, lakini vile vile ndio mwenyekiti wangu wa umoja wa maimamu Mafia. Mashaallah, shekhe anafanya kazi nzuri na uratibu wote kauratibu yeye. Alhamdulillah, leo tunawapa futari maimamu wetu na walimu wetu wa madrasa, lakini vile vile wanaoharakika katika dawa wanapata futari hii ili waweze kuendesha ibada yao katika 10 la mwisho, hali ya kuwa hawana wasiwasi tena kutafuta futari na daku. Alhamdulillah, yote hii kutokana na dua zenu, lakini vile vile na ushirikiano wenu. Allah subhanahu wa ta'ala wajaze kheri wale wote ambao wanafadhili, wanatusaidia kuwafikia maimamu wetu na walimu wa madrasa, lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu wenye afya njema na awezeshe waendelee kusaidia hivyo wanavyosaidia. Ndugu zangu, naomba nitumie fursa hii kuwaomba Watanzania, hayo yanayoendelea katika mataifa mengine sasa hivi tusiyasherekee. Ni vita ambayo inataka kuanzishwa, vita vikubwa sana. Allah subhanahu wa ta'ala tuhifadhi nayo, tusiyasherekee sisi haya mavita, kwa sababu hii vita itapelekea vitu vyote katika nchi yetu kupanda gharama. Mafuta kwanza yatakuwa hayapatikani, mafuta yakikosekana usafiri utakuwa mgumu, lakini itasababisha vifaa vyote vipande bei. Sasa mwathirika wa hilo jambo utakuwa wewe. Kwa hiyo jitahidi sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala katika 10 la mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kupitia kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema kabla ya kufuturu na baada ya kula daku, Allah subhanahu wa ta'ala anakubali dua katika mwezi wa Ramadhani. Kwa sisi tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa iftari na vile vile baada ya daku, kwamba vipi Allah subhanahu wa ta'ala atatuepusha na hili janga ambalo linataka kuja la vita. Tunaomba sana tushirikiane katika dua hiyo kama tulivyoshirikiana umoja wa maimamu na walimu wa madrasa wakati wa 29 Oktoba na baada ya hapo. Alhamdulillah, dua zimefanyika katika misikiti mbalimbali, itikafu imefanyika, Allah katuondolea lile janga, amani sasa hivi imetawala. Na amani hiyo sasa hivi ndio sisi tunakaa hapa namna hii kwa amani na kuweza kuweka vifaa hivi. Kwa naomba sisi tuendelee kuomba dua kama tulivyoomba wakati huo. Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na janga hilo. Jazakumullah khair wa ahsan jaza fi daren. Shukran.